والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة متوم صلى الله عليه وسلم وكتوفيقيا kupatikana sisi baada ya kwamba hatulikuwa na akatuweka hai na akatujalia ni katika waumini au waislamu, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatuwafikia sisi kuwa waislamu katika ummati Muhammadin alayhi salatu wassalam, na akatuwafikia tena kufika mapema katika msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku tukufu ya Ijumaa. Hizi zote ni neema, na mja anaponeemeshwa neema kama hizi anafaa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ni tawfik, na tawfiki sio watu wote hupata, ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humwafikia khairi kwa yule ambaye kwamba yeye mwenyewe atapenda kumwafikia khairi. Insha Allah ta'ala Mwenyezi Mungu atujalie ni katika watu wenye kuwafikiwa khairi katika kila siku na katika umri wetu wote insha Allah ta'ala. Na insha Allah Mwenyezi Mungu atuwafikie wenye kupata husnul khatima insha Allah ta'ala. Katika mada ambapo leo tutazungumza, Allah akituwafikia, ni mada ambayo kwamba tunaweza tukasema inategemea na ania, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikhwatal iman, asema katika Qur'ani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini isipokuwa tu kwa lengo ya ibada au kwa sababu ya kuniabudu mimi. Hii ina maana kwamba katika mambo mengi tunayofanya katika maisha yetu, mfano ya kula, mfano ya kulala, mfano wa kutembea, katika mambo ambayo kwamba sisi tunaona ni mambo ya kawaida, lakini pia ni ibada. Hata unapotembea, ukitembea kwa sunna na namna alivyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu, kwa heshima na adabu, na kila unayekutana naye ukamsalimia, na mkipatana mtu kwa barabara basi ukaweza kumpisha, hii inakuwa ni ibada katika kutembea kwako. Hivyo ndio inavyokuwa katika kula kwako, pale utakapolala kwa ubavu ya kulia, wakati ambao kwamba imepangiwa katika nyumba yako na mke wako, hii pia inakuwa ni ibada. Hali hii ni kwamba katika maisha yetu yote, hata mtu anapoenda ila al-khala, mtu anapoenda haja yake ya kutembelea chooni, basi pia ukifata namna ilivyotakiwa kwa kutanguliza mguu wa kulia, kwa kusoma dua zilizotakiwa, pia inakuwa ibada. Vitu vyote ambavyo kwamba Muislamu atatenda katika ulimwengu huu, hasa akiwa yeye ni Muislamu ashasema la ilaha illa Allah, matendo yake yote inakuwa ibada endapo yeye ataifanya iwe ibada. Na ndipo ulama, akiwa Ibn Hazm ni mmoja wao, anasema ya kwamba an-niyatu sirrul ubudiyya, nia ndio siri ya ibada yenyewe. Na akasema wa hiya min al-a'mali bimanzilati ar-ruh min al-jasad, na nia katika a'mal ni kama mfano ya roho katika mwili, yani mwili haiwezi tembea bila kuwa na roho, na hivyo ndio inapokuwa a'mal ya kwamba haiwezi pita popote pasipokuwa na nia. ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه فهو جسد خراب. anasema ya kwamba na ni muhali, yani haiwezekani katika ibada kuwe na amali ambayo kwamba haina roho, kwa sababu itakuwa haina msingi yoyote. Itakuwa kama ni mwili ambao kwamba ni gofu, mwili ambao kwamba haina roho, yani ni imemkavu, imekauka ala kulli hal. Na baada ya ulama katika mazungumzo yao ambao kwamba tunafaidika nayo, mara nyingi wanasema ya kwamba inni la astahabbu an yakuna li fi kulli shay'in niyyatun hatta fi akli wa nawmi wa shurbi wa hakadha.
wanasema kwamba wanapenda ya kwamba amali yao iwe nia, yani atie nia hata katika kula kwao na hata katika kulala kwao, na hata inapotokea pengine wanakuna maji au wanatembelea choni, basi wao wametia nia ya amal ya kwamba hii kitu anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam wanapotueleza ulama, baada ya Waislamu kugura kutoka kwa mji wa Makka na kuelekea katika mji wa Madina, japo kulikuwa na msukosuko katika safari, lakini aya inatueleza wazi ya kwamba watu ya Madina walikuwa wakiwapokea watu wa Makka kwa njia nzuri, mpaka walikuwa wakiwapatia mashamba ambayo kwamba wao wanahitaji zaidi ile yale mashamba, wakiwapatia watu ya Madina. Walikuwa wakiwaozesha wasichana yao, walikuwa wakiwapatia majumba za kuishi, kiasi ambao kwamba mwingine ambao kwamba alikuwa na mali mingi ndani ya mji wa Makka, alikuwa na familia yake kwa uzuri ndani ya mji wa Makka, yale ambayo anayokuta ndani ya Madina anakuta ni kitu sahali. Lakini inatokezea pengine kuna mtu ambaye ndani ya mji wa Makka halikuwa na chochote, lakini akija Madina akakabidhiwa mambo makubwa. Hii ilisababisha ipatikane kesi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wanavyotueleza wanavyoni ya kwamba Mtume akaambiwa, ya Rasulullah, wakati Allah ametuamrisha sisi kugura kutoka Makka na kuelekea katika mji mtukufu wa Madina kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi kuna wengine wana siri zao ndani, yani wao wanagura kwa sababu ya kupata hayo mashamba ndani ya mji wa Madina, kwa sababu kuozesha wasichana ndani ya mji wa Madina. Hii ndio lengo yao, ya Rasulullah. Huyo ni Muislamu amesema la ilaha illa Allah, yuko katika safari, amevaa kanzu yake, kilemba chake na kanzu na kofia yake. Na huyo ni Muislamu pia anasema la ilaha illa Allah, anaelekea katika safari ya hijra, amevaa kanzu yake, kilemba na kofia chake. Sasa utajua ni yupi anaigura kwa sababu Mungu kaamrisha kugura, na ni yupi anagura kwa sababu ya kupata shamba ndani ya mji wa Madina. Na wote wako type moja, wote wako sampuli moja, wote wanafanya kitu kimoja. Sasa ikapatikana kesi kama hizo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba, ya Rasulullah, hii msafara yote inayogura kuelekea Madina, wote nia yao si moja. Kuna wengine wanagura ili kuweza kupata mali ndani ya mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amali zote inalipwa kulingana na nia ya mtu, na kila mtu atalipwa kulingana na nia yake. Ndipo tunaposema katika maudhui ya leo ya kwamba katika kila ibada lazima nia, ni sharti uwe na nia, na kulingana na nia yako ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atahisabu ya kwamba wewe umefanya amali ile kwa ajili yake au umefanya tofauti na yeye. Ulipikiwa ibada ile umefanya tofauti na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe umefanya shirki. Na ndio shirki ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaelekea Kufa ametuhusia ya kwamba anaogopa sana Waislamu waweze kuingia katika zama ambazo kwamba zitakuja huko nyuma, yani shirki ya riya, kufanya amal tofauti na Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kwa lengo ya Allah bali kwa mtazamo mwingine au kwa lengo nyingine. Mtume anasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kwa hivyo nyinyi wawacheni hao watu na makanzu zao na mavilemba vyao, wakuwe katika safari wakiwa pamoja, lakini ikifika siku ya Kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala atamlipa kila mtu na vile alivyokuwa anatiania katika safari yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Yoyote atakayegura kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume ndivyo walivyomuelekeza, basi atalipwa vile alivyoahidiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume, atalipwa amali nzuri, atalipwa thawabu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Na yoyote ambaye kwamba hijra yake hii, safari yake hii itakuwa na nia tofauti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, akagura kwa nia ya kuozeshwa mwanamke pengine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Safari yake, malipo ya safari yake itakuwa ni kile atakachoguria yeye mwenyewe,
kama umekuwa umegura kwenda Madina kwa sababu ya kupata shamba katika mji wa Madina, basi unapopata shamba ndani ya mji wa Madina imeisha ujira yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hamdaiani chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Endapo umegura kwa sababu ya kwenda kuozeshwa ndani ya mji wa Madina, basi unapofika Madina na unapata msichana, wewe umeshamalizana na Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, malipo yake itakuwa ni yale yeye ameguria. Akishapata yale, malipo yameisha. Ndio moja katika ulama wanamuita Hamad bin Yazid radhiallahu anhu, anamzungumzia shekhe mwingine ambaye kwamba anaitwa Ayub Sakhtayani. Anasema kwamba huyu shekhe rahmatullahi alayhi, katika maajabu alomuona nayo, anasema kwamba alikuwa ni shekhe alim Ayub Sakhtayani. Anapozungumza au kutoa mawaidha, na ikatokea katika mawaidha yake akapatwa na kilio, ile hamasa imempanda katika waadhi, au akawa anasomesha vitabu, katika kule kusoma akaelezwa masaili ya adhab na masaili ya hisab, basi akapata kulia. Anasema Hamad bin Yazid ya kwamba shekhi huyo alikuwa na tabia ya kugeuka baada ya kujipata kwamba ana kilio. Kitu anachofanya yeye ni kugeuka akiwaficha uso yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu kilio tayari ishamkaba. Sasa anasema anachofanya baada ya hapo ni kwamba akizunguka hugeuka akiwa anatia katika kilio chake kujikohoza, yani anakohoa. Anasema ma ashaddul zukam, ma ashaddu zukam, yani yudhihiru zukam liikhfa'i ish liikhfa'i anadhihirisha kule zukam, yani mafua, kwa sababu ya kuficha ile kilio chake. Yudhihiru zukam liikhfa'i buka. Yani kwa nini tunamzungumzia huyu bana namna alivyomueleza huyu bana? Anasema ya kwamba baada ya kulia anageuka, na baada ya kugeuka na kulia anajikohoza, yani kufanya kwamba ako na mafua, alafu akiwageukia nyinyi anazungumza, anasema ma ashaddul buka, yani mafua kali sana. Hamad bin Yazid anasema tabia ya huyu shekhe ilikuwa ni nini? Yudhihiru zukam liikhfa'i buka, anadhihirisha yale mafua ambayo kwamba pengine halikuwa nayo, kwa sababu ya kuficha ile kilio alolia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tunachojifunza hapo ni kwamba huyu bana kilio chake alilia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio nia yake. Na katika kilio chake anaficha kitu kinachoitwa ar-riya, ndipo pale anataka kuwageuzia nyinyi mumchukulie ya kwamba ana mafua, wakati sio mafua. Ni maneno aliyokuwa akizungumza imemgusa ndani ya moyo wake, na alikuwa akilia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutarajia thawabu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akaelezwa bana moja katika ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, asemekana huyo alikuwa na tabia yake kipekee ya kufanya ibada yake. Na tunaposema ibada, tumesema sisi waumini Allah ametupatia taufiki ya kuwa waislamu na katika ummati Muhammad. Maisha yetu yote ni ibada endapo tutatia nia nzuri katika maisha yetu. Hata unapokula chakula unapata thawabu endapo utatia nia nzuri na utakula namna ilivyoelekezwa na Uislamu. Unapotembea ukatia nia nzuri na ukatembea ilivyofundishwa Uislamu, unapata thawabu. Maisha yetu yote imejengewa kwa thawabu endapo tutatia nia. Ashart ni ania. Ali bin Hasan alikuwa na tabia ya kutengeneza mkate au chakula. Anatengeneza chakula usiku baada ya watu wote kulala. Akajua ya kwamba watu wote wamelala, chakula ile anabeba yeye mwenyewe mgongo wake,
alafu anazunguka katika majumba za fukara, alafu kila amefunga yani vifungo zile chakula, basi kila nyumba ya fukara huweka kiasi yake. Nyumba hii anaweka ni usiku watu wote wamelala, nyumba hii huweka chakula, ile huweka, anazunguka kwa majumba yote ya Medina bila watu kujua ni nani anaweka chakula hii, alafu anaenda nyumbani kwake kulala. Baada ya watu wakiamka, wanakuta ya kwamba mbele ya nyumba yao kuna chakula, basi nyumba ile wanatumia chakula ile, lakini ikawa hawamtambui ni nani hasa analeta chakula hii. Swali linakuja, wewe Sheikh, umejuaje sasa kama ni Ali bin Hasan? Swali lilijulikana baada ya Ali bin Hasan kufariki, kwa sababu alipofariki yeye, mafukara na masakin wakawa hawapati chakula yote nje ya mlango yao, na wakati ilipokuwa inaoshwa maiti yake, katika mgongo wake imeonekana alama ya ubebaji mzigo, wakati yeye alikuwa si mbebaji mzigo kiasilia, halikuwa na maisha ya kubeba mzigo ya watu, lakini ameonekana kwamba alikuwa na alama ya kuathirika na kubeba kitu, na ikajulikana wazi ya kwamba madamu chakula iliyokuwa inakaa nje ya mlango imekosekana baada ya kufariki, na madamu kulikuwa na alama hizo katika mgongo yake, ikatambulika alokuwa akileta chakula hiyo ni Ali bin Hasan. Kwa nini? Kwa sababu katika kutoa chakula chake hii amenuia nia ya kheri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuchanganya, na alikuwa akikimbia kinachoitwa arriya. Watu au mashekhe mara nyingi wanapojaribu kunukuu ayat na ahadith na wakachukua maudhu, mara nyingine inakuwa ni tatizo, au inawezekana ikawa tatizo mtu kuelewa hasa maksad ya maudhu ni nini, hata baada ya kuelezwa kwamba tunazungumzia vitu viwili, ya kwamba sisi tunatakiwa kwa kila hatua unayochukua tia nia, kwa sababu nia yako ndio itakuhukumu katika ile ibada yako, na katika nia kinachohukumiwa na ikhlas. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Ndipo pale tukawekewa katika sunan za sala, na ikatambulika kitu kinachoitwa duaul iftitah. Mtu anasema inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yani kila jambo la ibada unalolifanya, mpaka kuishi kwako na kufa kwako, kusali kwako na kuchinja kwako, na kila kitu chako unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukikoma hapa na tukasema khutba ndio mwisho yake, nina asilimia kubwa ya kwamba bado hatujafahamu, mpaka tuingie katika maudhui waqi'i na tutoe mfano kabisa ambayo imetulazimu. Kwa nini mara nyingine tunachukua maudhui ya riya katika mambo zetu, au kwa nini mimi hasatan nimechukua maudhui hii katika khutba ya leo? Kuna mambo matatu ambayo kwamba ikhwatal iman kawaida yetu tunafanya katika maisha yetu. Kitu cha kwanza ni harusi, ambao kwamba sisi Waislamu tunafanya, na ni sunna na ni sherehe na namna inavyotambulika. Na kuna jambo lingine ambalo kwamba sisi tunalifanya, nayo ni mtu baada ya kufariki. Mtu akishafariki, basi tunatoa zile sadaqa na vitu vingine ala kulli hal. Na jambo lingine pengine kuna kile tunasema khitma kwa namna nyingine, yani mtu wetu amekufa wakati fulani, alafu tukajaribu kumkumbuka na kutia dua kwa sababu yake. Haya mambo matatu tunayafanya katika hali zetu na nidhamu zetu hii. Lakini jambo moja tunakubaliana, katika hizi vitu vitatu zote ni ibada, na chakula na kichinjo tunayofanya katika vitu hizi zote tatu ni sadaqat, ambao kwamba tunataraja Allah subhanahu wa ta'ala azipokee na thawabu zake, basi awapelekee wale marhumin ambao kwamba wametangulia mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tunakubaliana katika hili, alaysa kadhalik? Tunakubaliana ni ibada. Napofanya harusi nikanunua chakula
nikachinja mnyama watu wakakula, sio lahu, hatufanyi mchezo, hatufanyi ubadhirifu, la wala tubadhiru tabdhira, sio hatufanyi ubadhirifu au lengo ni hiyo, la, lengo ni ibada. Yani tunafanya sherehe hii, tunatoa sadaka hii Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya sadaqati hizi, hii ndoa inayofungwa ibariki, na katika hii nyumba ipatikane kizazi kizuri. Hadha huwa almaqsad, hii ndio nia. Na Allah subhanahu wa ta'ala anakubali ile ibada yako ya kuchinja, na anakubali ile ibada yako ya chakula uliotoa sadaka, na huenda kwa sababu ya ibada ile ya kichinjo na zile sadaqat Allah subhanahu wa ta'ala akaibariki ile nyumba, wakapatikana vizazi vizuri, nyumba watu wakaishi na amani na hali kama ahli musahli. Lakini swali ni kwanza, umetia nia unapochinja? Na nia gani umeweka? Hapo tunapodanganyika ikhwatul iman ni kwamba harusi sio kitu ya kuonyeshana. Harusi si kitu ya kuonyeshana. Harusi ni ibada. Harusi ni ibada. Endapo utatia azma ya ibada, wallahi thumma billah utapata jaza kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sadaqata yako utaenda kukutana na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini endapo umefanya mambo yale kwa sababu ya fakr, basi mali yako umepoteza na umeingia katika hasara, na huenda nyumba ile hata isipate amani, kwa sababu lengo yako na maksadi yako na nia yako ni tofauti na makusudi ya harusi. Na sote kama tutakuja katika mizani hii tunayozungumza ya kwamba kila tunachofanya tutie nia kwanza, alafu nia ile sharti iwe ni ikhlas, tutakapokuja katika mizani hii basi harusi itakuwa ni tofauti. Kutapatikana harusi ya mtu atakayechinja kuku na kutapatikana harusi ya mtu atakayechinja ngamia. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii si fakhri, ni sadaka. Sadaka ya huyu imekuwa ni kuku na sadaka huyu imekuwa ya ngamia. Kwa nini mtu ambaye hana kuku anachinja ngamia katika harusi? Kwa sababu lengo si sadaka. Allah subhanahu wa ta'ala ashasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Katika ibada haja kuambia Allah ujikalifishe. Fanya ibada kulingana na makadirio na mahesabu zako na uwezo wako. Kwa nini wewe ambao kwamba uko na uwezo ya mbuzi, kwa nini wewe ambaye kwamba uko na uwezo ya kuku unagangana kutafuta ngamia? Unagangana kutafuta divicha 1070? Nini nakulazimu? Kama ni Allah anakuambia la yukallifu lahu nafsan, lakini wewe ni kwa sababu ya abedi wasikuone kwamba wewe ni uko chini, basi ukichinja abedi watakuona wewe uko juu, lakini kwa Allah hauna chochote. Nafikiri tunapatana nukta. Unapofanya harusi, na hii tutakuwa na tukiwa katika mizani pia tutakuwa na ile insaf. Yani tunapoitwa katika harusi ambapo kwamba katika chakula hakuna nyama, basi tutamuombea kwa sababu tutamjua hali yake, sio? Na tunajua hii ni mambo ni ibada. Haitopatikana ile namna ya wakati unapokuta kwamba chakula ya harusi fulani ilikuwa mzuri kuliko harusi hii ya kukejeli. Mtupotezea muda bwana. Tuitia nini ile? Chakula gani ile? Inamaanisha kwamba wewe hujajua malengo ya hii chakula. Malengo hii chakula ni sadaka, na sadaka inafanyika kwa ajili ya Allah, na Allah ashasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sio lazima ujiingize madeni kwa sababu ya kuogopa sehemu wewe uko, basi ukadaiwa pesa mingi kwa sababu ya harusi. Ilikuwa hauna, fanya kadri ya istitaa, kadri ambao kwamba wewe unaweza. Hapo itakuwa ni sadaka na utapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata hii tunaweza sema pia kwa mzee ambaye anaolewa msichana wake. Naam, mzee ambaye anaolewa msichana wake ni mzuri akafurahishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jubilatul qulub alhub liman ahsana ilayha. Moyo ndio ilivyotengenezwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo ndio ilivyotengenezwa moyo, ya kwamba kila anayefanyia zuri huwa analipenda. Wewe mtu akikufanya mzuri utampenda, alaysa kadhalik? Ni hivyo hali. Mtu akikufurahisha lazima utampenda, moyo wako itafunguka. Hii si makosa yako. Mtume ashatuambia moyo ndio imeumbwa hivyo. Mtu akifanyia zuri moyo hufurahi, na mtu akilikera basi moyo huudhika. Hii ni tabia mtu. Usinilazimishe mimi unikera alafu unicheke, haiwezekani. Moyo ndio ilivyoumbwa. Kwa hivyo mzee ambaye kwamba unachukua msichana wake, leo uko na uwezo na ukamfurahisha vizuri,
Kumfurahisha vizuri. Kama uko na uwezo kumfurahisha pasina kumhesabia, ukampatia mzee mpaka hata nyumba pia akabadilisha akatengeneza angalau namna nyingine. Ahlan wasahlan, mzuri sana. Liana uko na uwezo ya kufanya lile jambo. Au pengine mwenye uwezo hakutambua kukufurahisha wewe mzee namna hii. Naam, sini moyo nataka kufurahi. Naweza kumwambia basi mimi nataka kiasi fulani katika unipatie. Anayo uwezo, naam, mwambie. Haikupatia ile msali. Kwa nini katika hali yetu yule fukara ambaye hana chochote na yule ambaye kwamba akona ngombe karibu ule mbili tunaofungisha hesabu moja? Wewe mzee akija msichana wako kumchukua mtu akona ule mbili ni ile hesabu, akija mwingine hana chochote ile hesabu. Hada? Kwa sababu inamaanisha wewe huchukulii hili jambo ni ibada. Unachukulia hili jambo ni jambo la kuuziana kitu, wakati hakuna mtu anayeweza nunua mtu. Hakuna mtu anayeweza nunua mtu ya mtu, la. Kinachotokea hapo ni kufurahishana na kule kuombeana dua, angalau ile ndoa Allah subhanahu wa ta'ala aibariki. Mbona ikaingizwa taklif? Ni imeingizwa taklif baada ya kutoka ile nia ya ibada, ikaingizwa katika nia ya maisha ya kuishi. Harusi ni ibada kuanzia mwanzo yake mpaka mwisho yake. Chochote kinachotolewa katika harusi ni sadaqat, na hizo ndo zinasababisha harusi kubarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yote ni ibada, lakini katika ibada hakuna taklif. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Katika ibada huwa hakuna taklif. Ikthar ni mzuri, kuzidisha kitu katika ibada. Kama ni kutoa utoe sana, kama ni kuchakula upike mingi sana, kama ni kutengeneza utengeneze nzuri sana, ahsan wa afdal, ni mzuri sana. Lakini hakuna taklif kama ni ibada. Lakini kama ni kwa njia ya kuonyeshana ubabe, na kwa njia ya fakri, na kwa njia ya yule amefanya mimi nitamuonyesha, fanya utakalofanya. Lakini ibada inatoka pale, inakuja masaili ya nia. Na ndipo hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza katika mafhumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna baadhi ya watu katika hadithi hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja watu sampuli tatu. Mtu mmoja ni mujahid fi sabilillah, na mtu mmoja ni alim, na mtu mmoja ni dhumal, ana mali. Anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam watu hao kila mmoja wao atafuliwa mwenye amepigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka akakufa siku ya kiyama. Ataonyeshwa amali yake ya kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataitambua. Yani atatambua ya kwamba kila alichokifanya ilikuwa inarekodiwa, haipotei. Baada ya kuona rekodi yake na akakumbuka vizuri, sasa anaulizwa, limadha fa'alta hadha? Kwa nini umefanya hivi sasa? Atajieleza kwamba yeye alipigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na akakufa, akapata shahada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema yule mtu ataambiwa kadhabta, wewe umesema urongo, haujapigana ili ya Allah subhanahu wa ta'ala ile kalimatullahi al-ulya, yani neno ya Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa Allah iwe juu, dini ipate nguvu. La, wewe umepigana ili uonekane wewe ni shujaa na hodari katika vita. Na hivyo ushasifiwa shekhi. Baada wewe kupigana na kufa, ushaambiwa wewe ni shujaa. Kwa hivyo hatudaiani katika malipo. Wewe umefanya amali na ulikuwa na nia, na nia yako umelipwa kulingana na ulivyotia nia. Kwa hivyo hakuna jaza. Enda ulipokuwa umefanyia amali hiyo kuchukua jaza, na huko hakuna jaza. Ala kulli hal, mtu yule anachukuliwa ambaye amepigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawekwa katika moto wa jahannam. Allah tulinde na moto wa jahannam inshallah. Analetwa mtu ambaye kwamba ni alim, anachuoni, shekhi mkubwa, ana ilmu mashaallah. Anaulizwa, anaoneshwa, alikuwa anatoa khutba mashaallah, alikuwa akifundisha mashaallah. Ataulizwa, kwa nini umefanya kazi kama hii? Atasema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini la, wewe umesoma, umejua ilmu, ulikuwa toa khutba zako, onekana wewe ni hodari wa kuongea, na ushaoneka watu washazungumza kwamba wewe ni mzungumzaji mzuri, wala hatudaiani chochote sasa.
anashikwa anapelekwa ndani ya moto ya jahannam. Allah tulinde na jahannam inshallah. Mtu ya tatu ni mtu mwenye mali, ana mali, ametoa vizuri mashaallah, lakini anaonyeshwa namna alivyotoa na anakubali kwamba ametoa. Anaulizwa kwa nini umefanya hivyo, anasema kwa ajili ya Allah subhanahu. Anambia la, kadhab, umesema urongo. Wewe umetoa ili uonekane jawadan, yani mtoaji mzuri katika mali yake, na hivyo ishaonekana. Ushaambiwa ya kwamba wewe yani ni mtu mtoaji sana, sahihi, na hiyo imeisha hesabu yako, na atashikwa apelekwa ndani ya moto ya jahannam. Kwa nini? Kwa sababu walifanya amali tofauti na makusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo amali, tunaweza tukapoteza amali yetu kwa njia mbili. Moja, tukifanya tu nila, yani umepata chakula mzuri ukaweka mbele yako, basi unakula tu kwa sababu unasikia njaa. La, kuna nia ya ibada. Ile chakula yako umetafuta ni riziki, ni halali, naam, basi tia nia ya ibada ili ukule upate nguvu ya kumaabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kula chakula kwa nia hiyo unapata thawabu. Lakini wao ukikula ile chakula kwa uandawazimu, yani umeweka pale basi ukameza tu kwa sababu unasikia njaa, basi malipo yako ni ile umeshiba. Si umekula umeshiba. Ala msala. Ndio wale ulama wamesema nini? Ya kwamba wao kama alivyosema Sheikh ya kwamba inni la astahab an yakuna li fi kulli shay'in niyya hata fi akli wa nawmi. Yani mimi napenda katika kila kitu changu nitie nia ya ibada, hata katika kula kwangu na kulala kwangu, ili Allah subhanahu wa ta'ala aniandikie thawabu. Ndio pale hata unapochukua mswaki kupiga unaambiwa useme lawaitu sunnatu siwak, sio? Unatia nia ya sunna ya kupiga mswaki, wasafisha meno yako, lakini kwa Allah unapata thawabu. Kwa hivyo kila jambo ambalo kwamba mtu Muislamu atakuwa anafanya katika maisha yake huwa ni ibada, endapo atatia nia ya ibada. Lakini endapo atatoa nia ya ibada, basi ima itakuwa ni habaan mathura, ya kwamba hajafanya kwa sababu kujionyesha, lakini amefanya kwa sababu tu hufanywa, basi itakuwa amefanya. Na kama amefanya kwa sababu ya kujionyesha, basi hiyo ni mambo mengine, hiyo ni madhambi mengine tofauti. Na tumesema jambo la kwanza ni harusi. Jambo la pili ni baada ya mtu wetu kufariki na kutangulia mbele ya haki. Tumesema au ulama wanasema ya kwamba zile chakula na zile vitu yote ni sadaqat ambao kwamba tunanuia imfikie yule marhum. Hivyo ndo tunafanya wale ambao kwamba wanafanya hivyo. Sasa hasara inatokea wapi? Hasara inapotokea wakati msiba leo imekupata wewe, lakini katika kuandaa msiba yako hii unashindana na msiba ya mtu fulani alofanya kitambo, umepata hasara kwa sababu hufanyi sadaqa. Wewe washindana na watu, na kama utashindana na watu, basi wale watu watakushinda au utawashinda. Kwa hivyo ukishindwa pia umeshindwa, na ukishinda pia umeshinda. Lakini katika Allah subhanahu wa ta'ala haimuhusu chochote, kwa sababu lengo yako si Allah subhanahu wa ta'ala. Kama lengo ni Allah subhanahu wa ta'ala na umetia nia ya kumtolea sadaqa marhum alokufa, fanya sadaqa kile ambao kwamba una uwezo nayo. Usitie sadaqa taklif ya kujikibidhisha juu ya fauka ya taka yako, kiasi ambao kwamba wewe unaweza basi ukapitisha juu zaidi. Hii itakuwa ni riya. Na kitu kingine ni mtu yangu amekufa fulani, baada mtu yake kufa akataka kumfanyia dua, yani sio kufa pale anapozikwa, ni kufa ashakufa miaka mingi iliyopita, lakini pengine unamkumbuka kila mwaka au kila muda ambao kufa, pengine umtilia dua. Fulani alipokuwa anamkumbuka baba yake kwa dua, aliita oda nzima. Wewe huna uwezo, lakini una ulazima dua ya mzee pia lazima oda nzima ufike pale. Una uwezo shaka, pika zile kilo 2 uko nayo, ita wale majirani wale wako karibu, mtilie dua mzee, kama umeamua kuita watu, kwa sababu ndio uwezo yako. Sio lazima mimi nifanye kama alivyofanya fulani.
ikiingia tu kama alivyofanya fulani ni riya, na riya sio thawabu bali unapata madhambi katika riya. Na maudhui ya khutba ikhwata al-iman inalenga sote pamoja na mimi, na leo tutaelewa hivi, tutaelewa ya kwamba kila amal inahitaji nia, na sharti ya nia hiyo lazima iwe na ikhlas, ifanyike kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na endapo itakuwa na tofauti na hiyo ya ikhlas, kuna madhambi. Leo tutasave katika akili yetu hayo maneno, basi tutakuwa na mizani katika hali zetu hizi tatu nilizozieleza, hasatan katika harusi. Hatutomkejeli mtu kwa sababu ya uwezo wake kumweka chini, wala hatojikalifisha mtu mahala ambapo kwamba uwezo wake haifiki, endapo itakuwa sio mashindano na sio ria. Itakuwa kila mtu itampata roho yake amani, kwa sababu anajua Waislamu wote wanaelewa ya kwamba katika dini hakuna taklifu. Kwa hivyo nikiwapikia chakula ambao kwamba haina ladha nzuri, yeye atakuwa na imani kwamba Waislamu watakuja kula na watamuombea dua na hawatomkejeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua Waislamu wana ikhlas na mimi pia nimefanya ikhlas. Lakini endapo tutamkejeli, itakuwa sisi hatuna ikhlas katika lile jambo. Na hiyo ndio inafanya kila mtu sasa ajibidishe, kila mmoja ajikalifishe. Yani maisha yetu iwe ni maisha ya kidhikidhiki, maisha ya kuigana, maisha ya kujisukuma mahali ambapo kwamba mtu hata uwezo yake haimfikii. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha yetu tumeichukulia ni maisha ya kuiga au kucheza, wakati maisha ni ibada. insha Allah taala Allah tuwafikike ila khairi. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.